Katika kutekeleza programu ya kutumia lugha ya Kiswahili kwenye utoaji wa haki na kuwezesha wananchi kuzielewa sheria za nchi, wizara kupitia ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria imekamilisha tafsiri ya sheria kuu 433 kwa lugha ya Kiswahili ili ziweze kutumika mahakamani na kutangazwa rasmi kupitia tangazo la serikali namba 659 la 2025. Sheria hizi pamoja na sheria 13 zilizotungwa katika lugha ya Kiswahili zinafanya jumla ya sheria zote 446 kuwa katika Kiswahili. Katika kuwezesha utekelezaji wa sheria kuu zinazotafsiriwa katika lugha ya Kiswahili, wizara kupitia ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria inaendelea na zoezi la tafsiri ya sheria ndogo ambazo katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026 jumla ya sheria ndogo 229 zimetafsiriwa kutoka katika lugha ya Kiingereza na kwenda kwenye lugha ya Kiswahili. Kuimarika kwa mifumo ya kisheria na kitaasisi katika utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara inatambua na kuthamini nafasi ya njia mbadala ya utatuzi wa migogoro katika kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wakati, kupunguza gharama na kudumisha amani, utulivu na mshikamano wa kijamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, wizara imepokea maombi 332 ya wataalamu wa utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Kati ya maombi hayo, maombi 205 yameidhinishwa na baada ya kukidhi vigezo vya jopo la ithibati. Hadi kufikia Machi 2026, jumla ya watatuzi migogoro kwa njia mbadala 881 wamesajiliwa. Aidha, jumla watoa huduma za utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala 813 wamepatiwa mafunzo, wakiwemo wasuluhishi arbitrators 362, wapatanishi mediators 286, waendesha maridhiano reconciliators 101 na waendesha majadiliano negotiators 132. Wizara kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imesimamia majadiliano ambayo yamewezesha kuhitimishwa kwa migogoro ya nje ya mahakama katika kipindi cha kuanzia Julai 2025 hadi Machi 2026. Jumla ya migogoro na madai 143 imefanywa kazi, ambapo kiasi kilichodaiwa kabla ya majadiliano ni shilingi trilioni 2.83. Kufuatia majadiliano hayo, kiasi kilicholipwa ni shilingi trilioni 2.18. Hivyo serikali imeokoa shilingi bilioni 646.22 katika kuimarisha utendaji kazi na kulinda maslahi ya taifa. Imewekwa mikakati ya kutoa mafunzo ya kisheria kwa viongozi wa umma. Jitihada hizi zinalenga kuzuia migogoro, kuokoa rasilimali za umma na kujenga uwezo wa kisheria katika serikali yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia tarehe 30 Juni 2025, Mahakama Kuu kituo cha usuluhishi ilikuwa na jumla ya mashauri 37 katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026. Mashauri 238 yamepokelewa na kufanyiwa kazi. Jumla mashauri 275. Kati ya mashauri hayo, mashauri 442 yamesuluhishwa na mashauri 33 yanaendelea katika hatua mbalimbali za usuluhishi. Kuimarika kwa usimamizi wa mikataba na utajiri asili wa maliasili. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulinzi na usimamizi wa utajiri asili, maliasili na nchi kwa wajibu wa kikatiba ni msingi wa uhai wa uchumi wetu. Hivyo wizara imeendelea kutekeleza majukumu la kusimamia masuala ya utajiri asili na maliasili za nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/2026, wizara ilipokea mikataba 140 ya uwekezaji katika sekta ya utajiri asili na maliasili na kuifanya mapitio ili kuhakiki uzingatiwaji wa misingi ya sheria. Aidha, wizara iliwajengea uwezo wataalamu 72 kutoka wizara ya kisekta, idara ya taasisi na wakala wa serikali zilizohusika na ulinzi na usimamizi wa maliasili za nchi. Vile vile viongozi na watendaji 244 wa serikali walijengewa uwezo faida ya changamoto za mikataba ya kukuza na kulinda uwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/2026, wizara imeandaa mwongozo wa tathmini na ufuatiliaji wa uzingatiaji wa misingi ya sheria, usimamizi wa utajiri asili na maliasili ya nchi. Lengo la mwongozo huo ni kufanya tathmini ya uzingatiaji na utekelezaji wa sera, sheria na kanuni za kisekta kwa kuhakikisha kuwa nchi inapata mapato stahiki yanayotokana na uwekezaji katika miradi tajiri asili na maliasili.